Kwa jina wananiita Official Rose D na ni mhabarishaji kupitia channel yako pendwa kabisa ya Biomedia, sehemu pekee ambayo utapata kuhabarika na zile habari zote ambazo zimeweza kujiri katika ulimwengu wa burudani. Karibu sana. Leo tunaangazia story ambako Mwijaku amemvaa Mange pamoja na Roma Mkatoliki. Amefunguka mazito. Anakuambia leo nimegundua hamlitakii mema taifa la Tanzania. Bana, katika ulimwengu wa mitandao ya kijamii ambako kauli huenea kwa kasi sana kama ambavyo tunafahamu kuliko hata moto wa nyika, basi mwigizaji na mjasiriamali maarufu kutoka nchini Tanzania Mwijaku, yeye ameweza kuibua mjadala mkubwa sana mara tu baada ya kutoa maneno mazito ambayo yalikuwa yanakwenda kwa msanii wa hip hop Roma Mkatoliki, lakini pia mwanaharakati wa mitandao Mange Kimambi. Kupitia ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram, Mwijaku alitoa kauli kali akiwashutumu wawili hao kwa kile ambacho alidai kuwa hawalitakii mema taifa la Tanzania. Ni katika ujumbe huu ambao ulisambaa kwa haraka sana, Mwijaku aliandika: "Leo nimegundua Roma na Mange hamlitakii mema taifa la Tanzania. Mnataka watoto wa wenzenu wataabike, alafu nyinyi huko mpate tu na maisha. Jifunzeni kuwa na huruma hata kidogo. Mange hadi uraia umeukana wa Tanzania na unamiliki passport ya USA. Kisha leo unataka sisi tuharibikiwe. Unahisi tutakwenda wapi? Hatutaandamana sisi." Bana, kauli hii imeweza kuibua hisia mseto miongoni mwa Tanzania, hasa katika mitandao ya kijamii ambako baadhi wameunga mkono hoja za Mwijaku wakisema kuwa ni kweli baadhi ya watu walio nje ya nchi wamekuwa wakichochea sana mijadala ambayo inaweza kuathiri amani na mshikamano wa taifa. Lakini wengine pia wameweza kumkosoa vikali wakidai kwamba kila Mtanzania ana haki ya kutoa maoni yake kuhusu namna ambavyo mustakabali wa nchi unaenda bila kujali anapoishi. Lakini pia Roma Mkatoliki ambaye mara nyingi amekuwa akijihusisha na muziki wenye ujumbe wa kijamii, huyu pia amewahi kukosoa mambo mbalimbali ndani ya jamii ya serikali, jambo ambalo linamfanya awe na wafuasi wengi ambao wanamuona kama msemaji wa wananchi. Mange Kimambi kwa upande mwingine ni jina lisilo geni katika mijadala mikali ya kisiasa na kijamii, hasa kutokana na mitazamo yake mikali dhidi ya serikali, viongozi ndani ya Tanzania. Mwijaku ambaye pia mara kadhaa tumeona amesisitiza kuwa anapenda kuona amani na umoja nchini. Yeye anadai kuwa watu kama Roma pamoja na Mange wamekuwa kiukweli wakitumia majukwaa ya nje ya nchi kuwachochea Watanzania bila kujali matokeo ya siasa na kijamii yanavyoweza kutokea. Ameonya kuwa Watanzania wasiwe wepesi kujiingiza katika maandamano ama machafuko yanayopangwa kupitia mitandao, akisisitiza kuwa sisi hatuandamani, tunajenga taifa letu. Kauli ya Mwijaku ni ishara ya jinsi mitandao ya kijamii ambavyo imekuwa uwanja mkubwa wa mapambano ya hoja tu, si kuhusu masuala mazima ya kisiasa, hapana, bali pia kuhusu uzalendo pamoja na maadili ya kijamii. Na wakati mjadala huu ukiendelea mitandaoni, jambo moja ni wazi: Watanzania wanapaswa kutumia sauti zao kwa hekima ili kuhakikisha mijadala haigeuki chombo cha uharibifu wa umoja wa taifa, bali kuwa chanzo cha mabadiliko chanya kwa maendeleo ya Watanzania wote. Ni tamati katika kile ambacho kimeweza kujiri, Mwijaku akimhusisha Mange pamoja na Roma katika kutaka kuliharibu taifa la Tanzania. Una maoni gani? Endelea kuandika kupitia upande wa comment section, alafu tutaweza kuiangazia kunako next video kuzuri kabisa. Hope umeweza kuenjoy. Till next time, call me Official Rose D.